Yes, baada ya kukamilika kwa mchezo wa Young Africans ambapo walikuwa wageni wa Dodoma Jiji na kutamatika huo kwa Young Africans kupokea kichapo cha goli 3-2. Mapya yameibuka kambini ambapo lawama zimekuwa ni nyingi sana kwa kapteni wa Young Africans Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye ameonekana akihusika ndani ya magoli mawili ambayo Young Africans hii wamefungwa. Goli la kwanza ambalo Bakari Nondo Mwamnyeto aliweza kujifunga yeye mwenyewe, lakini goli lingine ni pale ambapo aliweza kukwepa mpira ambao ulipigwa na kumfanya golikipa Masalanga kushindwa kwenda katika position ile ambayo ilitakiwa na mwisho wa siku kusababisha goli. So imekuwa ni lawama kubwa sana, na hivi ninavyokuambia tayari wamewekwa kikaangoni. Amewekwa kikaangoni Bakari Nondo Mwamnyeto kuonekana kwamba ni kwa namna moja ama nyingine amekuwa na mchango mkubwa kuifanya timu hiyo kupoteza mchezo wa leo, mchezo muhimu, mchezo ambao ungeweza kuendeleza lile gepu la alama ambazo waliwazidi Simba Sports Club ambao ni timu pinzani, timu ambayo inakuja kwa kasi pengine kuweka ushindani wa namna ambavyo wanaweza kunyakua kombe la ligi kuu Tanzania bara. Sasa kabla ya kuendelea kukupa kinagaubaga kile ambacho kimeendelea, ni kuombe kama bado haujaungana nasi, hakikisha unabonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili tuende sawia kabisa kuungana na familia ya Mapro Media ili upate zile updates zote ambazo zinajiri nasi tumekuwa tukiziweka hapa kila siku. Sasa unaambiwa rais wa Yanga Engineer Hersi Said amegeuka mbogo kweli kweli baada ya kuona kwamba timu hiyo imefanya mzaha mkubwa sana. Ukiangalia ile mechi Young Africans walikuwa wakicheza vizuri sana, lakini makosa madogo madogo ndiyo yamesababisha kuigharimu timu hiyo. Ukiangalia goli ambalo Bakari Nondo Mwamnyeto amejifunga ni goli simple kabisa, goli ambalo haikutakiwa ajifunge. Lakini pia ukiangalia goli lingine ambalo Bakari Nondo Mwamnyeto anaukwepa mpira, pia ni unaona kwa namna gani performance yake pia ilikuwa mbaya, mbovu kabisa. Lakini vile vile hata goli la tatu unakuta ni katika kujisahau, wakiwa wanatafuta goli la ushindi ili waweze kuondoka na alama tatu, badala yake wanajisahau na goalkeeper anazidi mbele. Mwisho wa siku inapigwa counter attack, beki anapigwa chenga, na mwisho wa siku Masalanga anabaki yeye mwenyewe na mchezaji Waziri Junior anaangalia upande gani ambako anaweza kupiga, na mwisho wa siku mpira unaingia wavuni. Kwa hiyo Engineer Hersi Said ametaka uchunguzi ufanyike kwa Bakari Nondo Mwamnyeto, kwa nini magoli mawili yamehusikana nayo na inawezekanaje akiwa kama beki mwenye uzoefu, lakini pia captain wa timu. So nafikiri kufikia kesho tutajua mbivu na mbichi, nini kimejiri ndani ya Avic Town ambapo Bakari Nondo Mwamnyeto amewekwa kikaangoni kwelikweli, wakituhumiwa huenda ni makusudi ama pengine kama ni bahati mbaya, basi itakuwa kiwango chake kimeanza kushuka. Kwa hiyo uchunguzi unaendelea, lakini pia ametakiwa ajibu kutokana na kile ambacho amekifanya. Una maoni gani? Tuandikie kwenye comment section. Ni kuombe tu kuendelea kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele ili ungane na familia ya Mapro Media kupata zile updates kali.